Hichi ni kile kinachoendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Na nikwambie, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaonekana kama amechanganyikiwa, japo watetezi wake na upande mwingine anaonekana kama yuko sahihi. Na hii ni mara baada ya kutoa wito kwa nchi washirika barani Ulaya kuharakisha utoaji wa mifumo ya ulinzi wa anga, akisema mashambulizi kutoka Urusi yanaendelea kuhatarisha maisha ya raia na miundombinu muhimu nchini Ukraine. Kwenye hotuba yake kila jioni kwa njia ya video, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inahitaji msaada wa haraka na wa kutosha ili kuzuia mashambulizi ya Urusi, akionya kuwa Urusi haipaswi kuonyesha ishara yoyote kwamba mashambulizi yao yanafanikiwa au yanaisaidia kwa namna yoyote. Amesisitiza kuwa uwezo wa Ukraine kujiunga na kujilinda unategemea kwa kiasi kikubwa kasi ya usambazaji wa mifumo ya ulinzi wa anga kutoka kwa washirika wake. Zelensky aliwahi kueleza kuwa baadhi ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot haikuweza kufanya kazi ipasavyo mwezi Januari kutokana na upungufu wa risasi maalum za kukinga makombora. Patriot ni moja ya mifumo muhimu zaidi inayotumiwa na Ukraine kukabiliana na makombora ya masafa marefu na mashambulizi ya drone ya Urusi. Upungufu huo umeibua wasiwasi miongoni mwa maafisa wa Ukraine ambao wanasema kuchelewa kwa usambazaji wa risasi na vifaa vingine vya ulinzi wa anga kunaipa Urusi nafasi ya kuongeza mashambulizi dhidi ya miji na miundombinu ya nishati. Katika hatua ya kuonyesha kuendelea kuunga mkono Ukraine, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alisema mjini Brussels pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa NATO kwamba Ujerumani iko tayari kutoa makombora matano zaidi ya PAC-3 kwa ajili ya mifumo ya Patriot inayotumiwa na Ukraine. Lakini hayo yakiendelea, Umoja wa Mataifa umetolea wito Urusi kuacha kushambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine ambayo yamesababisha kukatika kwa umeme katikati ya kipindi cha baridi kali. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la umoja huo Volker Turk amesema mashambulizi yasiyokoma yanayofanywa na Urusi kwenye miundombinu kote nchini Ukraine yanawakosesha joto, maji na umeme raia ambao tayari wameteseka kwa muda mrefu. Mkuu huyo wa haki za binadamu amesema ni kinyume cha sheria ya kimataifa ya kiutu kuilenga miundombinu ya raia na kuitaka Urusi kusitisha mara moja mashambulizi hayo. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile Marekani haina mpango kuipa Ukraine dhamana za usalama hadi Kyiv ifikie makubaliano ya amani na Moscow, Politico inaripoti kinukuu maafisa wa Ulaya na Marekani. Kulingana na afisa mmoja mkuu wa Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump anatafuta kutumia dhamana za usalama kama njia ya kujihami dhidi ya Volodymyr Zelensky. Anataka kuimarisha mambo mengi kabla ya kusaini. Hataki tu kusaini, na ikiwa aina hiyo ya kuzuia mazungumzo yoyote ya amani zaidi, kuna maana gani? Chanzo cha Politico kilibainisha kuwa suala la eneo linabaki kuwa sehemu kuu ya mazungumzo. Katika mazungumzo hayo pande zote mbili zimejikita sana, lakini nadhani kila mtu anahisi kwamba kuna njia ya kusonga mbele, afisa huyo aliliambia gazeti hilo. Vile Rais wa Marekani Donald Trump anaweza kukataa kuendelea kushiriki kwenye juhudi za kutatua mgogoro wa Ukraine katika wiki zijazo, huku uchaguzi wa katikati ya muhula katika bunge ukikaribia msimu huu wa vuli, The Atlantic inaripoti. Wa Ukraine walihisi kwamba muda ulikuwa unakwisha. Katika wiki zijazo, msimu wa kampeni unapochukua umakini zaidi wa Trump, angeweza kuamua kwamba mazungumzo yamekuwa mshindo wa kisiasa kwake. Kisha anaweza kuondoka akiweka lawama kwa kushindwa kwa diplomasia, kwa kutokubalika kwa upande mmoja au zote mbili zinazopigana. Kwa karibu mwaka mmoja tangu Volodymyr Zelensky aliposhiriki katika pambano la kupiga kelele la television na Trump na makamu wa rais wa Marekani JD Vance katika ofisi ya Oval Februari iliyopita, wa Ukraine wamejaribu sana kuonyesha nia yao ya kuafikiana, The Atlantic inabainisha. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile serikali ya Kyiv inaweza kukubali kuondoa vikosi vyake kutoka Donbas, washauri wa Volodymyr Zelensky waliambia The Atlantic. Washauri wake wawili waliliambia gazeti hilo kwamba Ukraine inaweza kuwa tayari kukubali makubaliano magumu zaidi kuliko yote, kuacha udhibiti wa ardhi huko Donbas ili kuhalalisha makubaliano kama hayo. Serikali ya Kyiv inachunguza uwezekano wa kufanya kura ya maoni msimu huu wa kuchipua. Kulingana na ripoti hiyo, baadhi ya wanachama wa mduara wa ndani wa Zelensky wana wasiwasi kwamba nafasi ya amani inapungua. Wakati huo Zelensky mwenyewe aliiambia Atlantic kwamba angependa kuchukua makubaliano yoyote kuliko kukubali makubaliano mabaya. Kwa mara nyingine tena alidai kwamba yuko tayari kwa amani kwa masharti ya kusitisha mapigano na dhamana ya usalama. Wakati huo Zelensky alikiri kwamba makubaliano kuhusu dhamana ya usalama kati ya Marekani na Ukraine bado hayajakamilika na masuala ya msingi yanayohusiana na hati hiyo bado hayajatatuliwa.
akirudi nyuma kwenye matangazo yake ya awali kwamba hati hiyo ilikuwa tayari 100% kwa Ukraine kutia saini. Vile kundi la mawasiliano la ulinzi la Ukraine limejitolea kuipa Ukraine msaada wa kijeshi wa dola bilioni 35. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Halley anawaambia waandishi wa habari, ninaweza kuthibitisha kwamba leo katika UDCG tuliahidi jumla ya dola bilioni 35 za msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine, anasema wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliorushwa hewani na ukurasa rasmi wa wavuti wa NATO. Moscow imerudia kusema kwamba kutuma misaada zaidi ya kijeshi kwa Ukraine kunachelewesha suluhisho la mzozo na kuwafanya wale wanaosambaza silaha kuwajibika kwa kiasi fulani kwa uhalifu wa kikatili wa kijeshi unaofanywa na jeshi la Ukraine. Ni kuambia hivi, hatujamaliza. Vile kama sehemu ya kifurushi chake kijacho cha msaada wa kijeshi wa pauni milioni 500 sawa na dola za Kimarekani milioni 682 kwa Ukraine, Uingereza itatenga pauni milioni 150 sawa na dola za Kimarekani milioni 205 kwa ajili ya kununua silaha za Marekani chini ya mpango wa PURL, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza inaripoti. Waziri wa Ulinzi atathibitisha kwamba Uingereza kwa mara ya kwanza itatoa milioni 150 kwa mpango wa NATO wa orodha ya mahitaji ya Ukraine ambao unahakikisha uwasilishaji wa haraka wa vizuizi vya ulinzi wa anga ili kulinda anga za Ukraine, wizara ilifafanua katika taarifa. Pauni milioni 390 za ziada sawa na dola milioni 532 zitatengwa kwa ajili ya usambazaji wa makombora 1000 ya ziada ya light multi-role yaliyotengenezwa Belfast, Ireland Kaskazini. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza pia iliahidi kuwasilisha makombora 1200 ya kupambana na ndege na makombora 200,000 ya mizinga kwa vikosi vya jeshi vya Ukraine katika miezi ijayo. Vile ni jukumu la Marekani kufanya mazungumzo na Urusi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte anasema akitoa maoni kuhusu wazo la Rais wa France Emmanuel Macron la kuanza tena mawasiliano na Moscow. Sote tunakubaliana kwamba ni Marekani iliyolazimika kuvunja mkwamo huo. Rais Trump alivunja mkwamo huo katika mazungumzo ya amani na Rais Putin mwezi Februari mwaka jana. Hilo lilikuwa muhimu na tangu wakati huo amekuwa akiendesha mchakato wa amani kila mara, alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa NATO. Rutte aliongeza kwamba Marekani ilikuwa ikisasisha mara kwa mara Ulaya kuhusu mchakato wa amani. Vile mitambo miwili ya umeme wa joto iliyounganishwa huko Kyiv imepata uharibifu kulingana na naibu waziri mkuu wa kwanza na waziri wa nishati wa Ukraine Denis Shmyhal. Ila pia Kyiv kupitia huduma maalum inaelezwa kwamba zilimtesa Sergei Mikhailov, agent wa kukabiliana na ujasusi wa jeshi la Ukraine, kwa kusaidia kumhamisha mwanamke mzee mgonjwa kutoka jiji la Merinka katika Jamhuri ya watu Donetsk. Mikhailov mwenyewe alisema baada ya kujisalimisha kwa wanajeshi wa Urusi. Anasema, tulimtuma mwanamke mzee kutoka Merinka hadi Kharkov kwa msaada ili akatibiwe. Alikuwa na matatizo ya moyo. Nilikuwa nikiandika maelezo ya kitabu nilichokuwa nikiandika ambacho kilipakiwa mtandaoni mwaka 2019. Nilipoandika kuhusu tukio hilo lilivutia macho yao, huduma ya usalama ya Ukraine au SBU. Maafisa wa SBU walikuja na kunichukua, mfungwa huyo alifichua. Vile mtoto mwingine ataungana tena na familia yake nchini Urusi, huku watoto wengine 5 wakirejea kwa familia zao nchini Ukraine. Kamishna wa haki za watoto wa Urusi Maria Lvova-Belova anasema, tunaendelea na kazi ya kuwaunganisha watoto na familia zao nchini Ukraine na Urusi na nchi za tatu kama ilivyoagizwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Vile mke wa Rais wa Marekani Melania Trump anaendelea na mawasiliano yake na Urusi ili kuwasaidia watoto wa Urusi na Ukraine kuungana tena na familia zao, vyombo vya habari vya Ikulu vinasema kwenye taarifa yao. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Kumbuka hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, ambayo vyombo vya habari vya kimagharibi vinaficha, havitaki watu waweze kufahamu. Ukraine inatarajia kupokea dola bilioni 51 kutoka kwa washirika wake wa magharibi mwaka huu. Gavana wa Benki ya Kitaifa ya Ukraine Andrei Pish anasema kuna matumaini thabiti kwamba usaidizi wa kutosha kimataifa utaendelea. Kwa mwaka 2026 utabiri wetu unasimama kwa dola bilioni 51.4, ambapo dola bilioni 3.1 tayari zimepokelewa Januari, alinukuliwa kwenye channel ya Telegram ya mdhibiti. Vilevile wanajeshi wa kikosi cha mapigano cha Urusi Kaskazini wameunda muundo wa ziada unaolinda vipande vya mizinga kutokana na mashambulizi ya ndege
zisizo na rubani za vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Kamanda wa kitengo cha kikundi cha mapigano na ishara ya Pushkin anasema. Vile kwenye uwanja wa kivita, matumizi ya ndege zisizo na rubani za FPV zenye baa za chuma na nyavu za chuma yamethibitika kuwa na ufanisi mkubwa dhidi ya Hexakopia, aina ya Baba Yaga zinazotumiwa na wanajeshi wa Ukraine. Chanzo katika mashirika ya usalama ya Urusi kinasema ndege zisizo na rubani za FPV zenye nyavu au UAV zinazobeba mashambulizi au kwa mfano baa za chuma zimethibitika kuwa na ufanisi mkubwa dhidi ya ndege zisizo na rubani za Baba Yaga na analojia zake. Vile wanajeshi wa Urusi wamepanua eneo lao la udhibiti na kuwafukuza wanajeshi wa Ukraine kutoka makazi mawili karibu na Starookrainka katika mkoa wa Zaporizhzhia, Krichnoi na Sevetskovoye. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba naibu waziri mkuu wa Urusi Marat Husnulin ameita shambulio la hivi karibuni la Ukraine kwenye miundombinu ya mkoa Belgorod lisilo la kawaida baada ya kutathmini matokeo yake kufuatia safari ya kwenda katika eneo hilo. Lakini uharibifu wa Urusi kwenye kampuni kubwa ya uzalishaji wa ndege zisizo na rubani inayotoa huduma kwa kundi la Lasar, kitengo maalum ndani ya ulinzi wa kitaifa wa Ukraine, unaleta pigo kubwa kwa utawala wa Kiev kwa ujumla. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Stepanov anasema vikosi vya Urusi vimeshambulia miundombinu ya nishati tena ya jeshi la Ukraine kwa kutumia silaha za usahihi ndani ya saa 24 zilizopita kujibu mashambulizi ya Kiev kwenye vituo vya raia, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Jeshi la Ukraine lilipoteza takriban wanajeshi 1270 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya fedha. Vile kundi jipya la ndege za kivita za Giant Sink-K zinazojiendesha zenyewe zimewasilishwa kwa vitengo vya mizinga ya Battle Group West, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Wizara ya ulinzi ya Urusi pia imesema kwamba waendeshaji wa mfumo wa upelelezi na uvamizi wa ndege zisizo na rubani wa Lancet wameangamiza mfumo wa mizinga wa Sisa wenye ujazo wa milimita 155 ya Kiukraine katika mkoa wa Zaporizhzhia. Shukran kwa Baba Kivita ni Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.